Sifiwe. Na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Askofu wa jimbo na kamati yako, Mungu akubariki sana kwa kunichagua nisimame mbele ya halaiki hii ya msiba huu mkubwa. Vile vile nashukuru kwa uongozi wa sehemu ya Kiomboi alipokuwa akifanyia ndugu yetu mtumishi wa Bwana Paul Madede na sehemu ya Ulemo. Mungu wa mbinguni awabariki. Mama Mfiwa na watoto, Mama Madede, marafiki zangu sana, na ndugu yetu aliyelala Paulo Madede. Hawa watu waliwahi kuwa washirika wangu, nimewachunga, na vijana hawa waliokuwa wanaonekana ni watu muhimu kwetu. Kumbuka Madede alipofanikiwa kununua gari yake ya mara ya kwanza Kenta, nilikuwa naenda kuhubiri Manyoni na kwaya. Akawa ameitoa wakati ulikuwa kuna shida ya usafiri. Akawa ameitoa gari yake kwa mara ya kwanza ipakie wanakwaya kwenda Manyoni na kurudi. Ilikuwa ni kujitoa kwa hali ya juu. Na akasikia wakati mwingine naenda kuhubiri Zanzibar na kwaya, akaomba na yeye awe moja wapo. Tulienda tukakaa mwezi mzima Zanzibar na kurudi. Ni mtu aliyempenda Mungu. Aliamua kweli kweli na amemaliza vizuri. Ndugu wapendwa, mliofika kutoka maeneo mbalimbali na kushiriki msiba huu. Huu ni wakati wa kusema neno la Bwana. Kama wengine walivyotaja jina langu, naitwa Mchungaji Yona Suleiman, mchungaji wa kanisa la TAG Kiomboi Christian Center na mwinjilisti wa taifa. Nimekuwa nikihubiri sehemu mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Nimeenda nchi zaidi ya 15 nikimsema Yesu ya kuwa ni Bwana. Kwa hilo namtukuza Mungu sana. Na kama wiki 3 zilizopita nimerudi kutoka Afrika Kusini ambaye nilikaa mwezi mmoja. Tulikuwa na mke wangu Joyce. Naomba kama yupo, nilimwacha na wenzake nyuma, kama amefika simama. Mchungaji mpya jamani. Kwa wale wanejua shida yangu iliyonipata, kuna watu wamsaidia kuja? Kwenye zoezi. Unafahamu kusalimia? Haleluya. Ni mama jasiri sana. Huyu alikuwa, wengi wanamfahamu, alikuwa afisa elimu ukaguzi wilaya. Karibu wasalimu. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Poleni kwa yote. Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Kiti cha kwetu hapo. Nashukuru. Unajua usipomsimamisha hapa, tuko tunania tofauti tofauti. Wapo wanayetafuta mema na wapo wanayetafuta mabaya yatokee. Si ndio jamani? Wako wengine nao wamewekwa kwa hayo, watusaidie. Ni kama vyama. Sijawahi kusikia hata siku moja Chadema imesema CCM imefanya vizuri. Uliwahi kusikia hiyo? Au CCM iseme hapa Chadema wamepatia. Lakini sisi tuliokoka, hata kama ni wadhehebu lingine, tunapaswa kutiana moyo. Amen. Kwa mfano naweza kusema KKT ile asubuhi wameimba vizuri. Sawa jamani? Na kwaya Mapanta, mimi sikujua kuna kwaya Mapanta nzuri. Na kwaya zingine kama Ulemo, Misigiri, ni kwaya Kongo zile zifanye vizuri, ziboronge, wao wanajulikana. Si ndio jamani? Tucheke kwa sababu ndugu yetu hajapotea, ndugu yetu yupo. Ila amehamia ulimwengu mwingine usioonekana kwa macho.
Haleluya. Tuombe. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo nimesimama mbele ya watu wako hawa, watu wengi, si kama mtu ajuaye sana kuliko wengine. Najishusha na kujinyenyekesha Bwana, ili unitumie kwa ajili ya nafsi zote zilizoko mali hapa, kwa maana imeandikwa, roho zote ni mali yako. Katika jina la Yesu, libariki neno hili, likamjenge kila mmoja anayesikia asubuhi ya leo. Na sifa na utukufu upewe Mungu wetu, wala sio mimi Yona Suleimani, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Utambulisho na protokoli zingine zimefuatwa na watu viongozi. Hao ndio watu wa serikali za kanisa. Nafurahi kumwona jirani yangu na rafiki yangu mchungaji Kijanga na mama. Barikiwe sana. Hawa ni watu wetu wa karibu. Hebu tuangalie katibu wa jimbo, ndio kazi yako, utakuwa unasoma maandiko. Una maiki sijui? Unaitwa katibu, kwa hiyo lazima ufanye kazi yako. Tufungue waraka wa kwanza wa Wathesalonike sura ya 4 mstari ule wa 13. Waweze kufahamu. Tasoma katika Biblia Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 13. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Amen. Tuseme amen. Neno la Bwana linasema Mungu hapendi watu wasijue habari zao waliolala mauti, habari zao waliokufa. Sisi katika Biblia zetu za Kiswahili zinatumia neno kufa, lakini Biblia zingine ambazo tumerekodi kutoka Kiswahili hazina neno hilo kufa. Lina neno kwamba wataishi. Kwa hiyo sisi hatuna lugha mpya, mtu aliyekufa tuseme yu hai, kwa sababu tunafahamu katika kufa kwa mwili. Lakini mwanadamu hana mwili peke yake. Mwanadamu ana nafsi ambaye ni mtu wa ndani. Yule mtu wa ndani anaishi katika mwili kama unavyoniona mimi hapa. Unaniona, huu ni mwili, na tunaiona picha ya Madede, ya Paulo Madede, hata katika vipeperushi. Ndio tunasema huyu ni Madede. Lakini Madede wa ndani ndio ameondoka. Madede wa nje yuko kwenye hili sanduku. Na tumekusanyika hapa kuaga huu mwili, lakini yeye toka siku ile ambaye tulipata taarifa kwamba Madede ametutoka, toka siku ile ameripoti kule alipokuwa ametoka. Ni vigumu sana kueleza habari za kuzaliwa kwa mwanadamu na anavyokuwa, lakini tunajua kwa sehemu. Mwanadamu anapokuja duniani anakuja kwa njia ya kuzaliwa akiwa kitoto kichanga, hakijui chochote, na hapo ndipo yule mtu tunayemwona amezaliwa ni ule mwili.
lakini yule mtu wa ndani yuko ndani. Mungu alivyoumba ni kwa njia ya ajabu. Anaendelea kukua katika ule mwili. Kadiri mwili unavyokuwa, na yule mtu wa ndani anazidi kukua na kupata ufahamu. Ndiyo maana sasa duniani anapaswa akishafika asikie neno la Mungu. Ukisoma katika Injili ya Yohana kuna neno kuzaliwa upya. Ndio hili hata yule kuhani yule Nikodemu ambaye alikuwa ni Farisayo anaambiwa na Yesu, sharti uzaliwe kwa mara ya pili, sura ya 4 na ya 5. Akasema mtu anaweza kuzaliwa akaingia tumboni mwa mama yake hata azaliwe akiwa mzee? Akamwambia kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. Sharti uzaliwe kwa mara ya pili. Haya maneno ni magumu, na hapo unapoambiwa hubiri kwenye msiba ni pagumu. Maana unaweza kuhubiri ukidhani unahubiri wale Wakristo wa kanisani kwako uliozoea kuwaambia. Lakini kuna watu ambao wengine Wakristo wa madhehebu mbalimbali, na kuna watu sio Wakristo, na kuna watu hawana dini kabisa. Wote hao wanatakiwa waelewe kinachozungumzwa. Sema amen. Sema amen. Sasa tumesoma haya maandiko, lakini najaribu kuelezea kwanza mwanadamu anavyokuja duniani ana mtu mgeni. Ndio maana wale wanaelewa mtoto anapotoka wanampeleka kanisani kwenda kuombewa. Hata Yesu mwenyewe alipozaliwa baada ya siku 8 alipelekwa kuombewa. Na hata leo tunaombea watoto, tunawaweka wakifu ili wawe wa Mungu. Kuna watoto wanazaliwa kutoka hospitalini. Wengine huwa nawaona, utawaona mkononi wamefungiwa uzi. Wachungaji mlio kuona hiyo huo uzi unatangaza huyu ni wa nani. Wapo amefungiwa. Mwingine hapa shingoni amefungiwa, anafanywa maagano, anafanywa maapizo mbalimbali na kwa kila dini, kutangaza huyu mtoto kuanzia sasa ni mali ya nani. Lakini sisi tuliokoka tunatangaza mtoto na kumwombea kwamba ni mali ya Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Tuseme amen. Haleluya. Na kwa sababu hiyo anakuwa mtu mzima. Akifika wakati wa kuamini anasikia neno. Akisikia neno anaamini. Na ukiona mtu yoyote duniani anaondoka, anafariki, awe ana dini au hana, Mungu ni mwaminifu, lazima amkutanishe na Injili kwanza, ndipo afe. Yeye mnasema huyu akuokoka, huyu akumjua Mungu. Hakuna anayeondoka duniani bila kusikia habari za Yesu. Sema amen. Amen. Hata asubuhi ya leo umesikia. Mwingine akaniambia sitaokoka, akaniambia mchungaji Yona, tena akanitukana, akaniambia hata uombe kwa kutembea kwa makalio sitaokoka. Nikamwambia hiyo sio hasara yangu, hiyo ni hasara yako, kwa sababu kila mtu atakuja kujibu siku ile ya mwisho. Kila mtu atasimama. Na niwaambie kwa taarifa yenu, kabla sijasema haya niliyoyasoma, niseme nisiseme. Na kwa taarifa yenu, nilivyosoma kwa mujibu wa maandiko, atakaye kuja kusimama siku ile ya mwisho kuwahoji wanadamu wote, siku inaitwa siku ya Kiyama, anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndiye aliyepewa hiyo mamlaka. Kubali ukatae, mtakuja kukutana naye. Ndiye aliyepewa hiyo mamlaka. Mimi nimezaliwa katika familia ya Kiislamu na nimezaliwa msikitini. Na nikikupeleka, baadhi wengine wanafahamu, nikikupeleka kwetu tunaenda msikitini huko hapo jirani. Kwa hiyo kabla sijaenda hata kusoma A, E, I, O, U, nilisoma kwanza Qur'an.
na nilikuwa kijana mwenye akili ya kuongoza madrasa. Sasa katika msahafu inasema Surat al-Baqara aya 6, idha qala Allahu yaksa inam tarafaq wa dafiu qila wa mtairuka min aladin kafaruhi wa jailu Allahina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Yesu Isa ibn Maryam, hakika wewe utakapokufa nitakufufua, na siku ya mwisho utasimama mbele ya wote uwahukumu katika mambo yale yote mliokuwa mnakhtalifiana nayo. Ndipo marudio yenu enyi wanadamu yatakuwa kwangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nilijua hiyo, na nilipokuwa nasoma diploma, nilipokuwa nasoma introduction to the Muslims, nafikiri mnafahamu wachungaji, nikaenda kwenye msahafu kuhakikisha kama kweli nilivyojifunza, nikakuta imeandikwa vivyo hivyo. Lakini siku hizi nikiangalia misahafu mingine hiyo siioni, mpaka usome msahafu ule ulioandikwa Kiquraish, ambayo ni lugha ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiquraish ndio inasema. Msahafu na yenyewe imekuwa mingi kama Biblia na zenyewe ni nyingi. Sasa ndugu zangu, atakayetu hukumu siku ya mwisho ni huyo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na mimi kwa kujua hivyo nikaamua kumpokea mapema. Unajua kama una kesi mahakamani, humuoni hakimu na ngoja mpaka saa ya mahakama, utakoma. Kwa hiyo ni watu wenye akili wanawaendea mahakimu, waongee nao mapema, watengeneze mipango mapema. Ndio mimi hapa. Na akanipa kazi, akaniambia nendo kahubiri Injili kwa kila aminie. Haleluya! Aminie na kuokoka, aminie ataokoka, si amini atahukumiwa. Sisi hatuko kumconvince mtu, kumshawishi aje kuwa wa dini yetu. Kwani ukiwa wa kanisani kwangu utakuwa unanipikia? Si unasali tu kama ulivyokuwa unaondoka. Kuna faida gani? Mmoja anasema hata nishawishi, hatuna faida na nyie, ila tunawatamani mje tuwafundishe mwelewe zaidi, muweze kupona katika hukumu ijayo. Unamwamini mtume wako, unamwamini mtume wako, unamwamini nabii wako yeyote, lakini aliyepewa mamlaka ya kuondoa dhambi duniani ni mmoja tu. Jina lake anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe sali unavyosali. Nilikuwa nimeenda kozi ngumu sana kule Afrika Kusini na huyu mke wangu ya mwezi mmoja. Ilikuwa tukisoma darasani siku 3, siku ya 4 mnaenda field. Tumeenda mahekalu ambayo hatujawahi kuingia, yawe ya Buddha, Hinduism, Krishna, yale magumu, dini mbalimbali duniani ziko Afrika Kusini, na ni kubwa, na wana university mpaka msikitini kule Durban. Sijaona msikiti mzuri na mlaini kama huo. Msikiti ya huku wanaingia na mikeka kule wameweka carpet, ukikanyaga mguu unazama. Tuliingia humo tukapiga story nao na kueleweshana muda wa saa 1:30. Na Buddha, usione watu wanaabudu Buddha, iko miungu mitatu. Sisi tunasema kuna Mungu Baba na Mwana Roho Mtakatifu, na wao hivyo hivyo. Na picha zao najua watu wanataka kuona, na nimegundua picha zenye maneno ya kuona wachungaji watu wanazikubali kuliko nyie mnaowaambie muishi kwa imani. Watu wanataka waone kuna Mungu wa kutoa mali, kuna Mungu wa uponyaji wa pili, watatu wa kutoa hekima na maarifa na cheo. Na wanakuambia wewe ukisujudu, wewe nenda endelea na dini yako, ila watakupa. Na kuna matajiri wa dunia wote waliosaidiwa na huyo Buddha, wa viwango vya kawaida na wa viwango vya juu. Kama unataka kuwa tajiri wa juu sana, ulipia, alafu nataja jina moja wapo.
unasema labda mimi namtaka Joel Masinzi, na umesoma habari zake, alikuwa tajiri wa kiwango gani, unaambia huyu ni wa hela hii, huyu ni wa hela hii, huyu ni wa hela hii. Kama unazo unalipa. Kwa hiyo unaondoka, baadaye unaona mambo yana. Shetani hana shida kununua roho yako kama anajua hujui, baada ya hapo utaenda motoni, mabilioni yote atakupa. Si hata alimwambia hata Yesu, nisujudie, nitafanya nini? Nitakupa. Sasa kwambia ujinga huo, wadanganya watu wengine, sio mimi. Haleluya. Imeandikwa msujudie Bwana Mungu peke yake. Ndio akamwambia tutakutania msalabani. Na msalabani akamua kwa neema ya Kristo, akazikwa, akafufuka. Ndio sisi tunamwamini na kuweka shida zetu kwake, na Bwana anaturehemu na kutusaidia. Haleluya. Neno linasema msikose kufahamu habari zao waliolala mauti, msije mkaishi bila matumaini, msije mkaelewa wameenda wapi, msije mkadhani wanapotea. Hawapotei, wanatoka kwenye mwili huu wa udongo, mwili unaochakaa. Bwana mke wangu akaja akaona picha, huyu akaona picha nilipokuwa kijana, akaleta akaniambia, la, ulikuwa mzuri. Si huyu hapa, sikutanga, simsingizie. Nikamwambia, na sasa hivi unanionaje? Haleluya. Na mimi nakubali tunachakaa. Mtume Paulo akasema hivi, hata kama utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanya upya siku kwa siku. Yule Yona Sulemani wa ndani angetoka asimame hapa, mungemuona Paulo Madede aruhusiwe kusimama. Ni kijana mzuri kuliko hao waliowazaa. Hata ukiona mzee bibi anatembea na mkongojo, kule mbinguni ni mtu wa ajabu, mzuri sana. Hebu soma, nisomee msomaji wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 40 kuhusu mili ya mbinguni na mili ya duniani. Wengine wasikie, maana wengine hawajui, wanadhani mtu akifa yamekwisha. Hayaishi. Kama ulikuwa mwenye dhambi, utatoka kule uko smart, na utaenda na utakwenda motoni milele na milele. Hayaishi. Unachotakiwa ugeuke, mwamini Yesu, tubu dhambi zako samehewe. Semeni amen. Tusome wa Korinto wa kwanza. Tasoma. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani. Jamani, mnasikia? Kuna miili ya wapi na miili ya wapi? Ya duniani ni ipi? Ni hii. Mtazame jirani yako, mwambie una mwili wa dunia. Mwambie hata upake mafuta kiasi gani, huo ni udongo tu. Huu mwili wa dunia ukiuhangaikia huu, wenyewe utakupeleka pabaya. Tuendelee baba. Lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya wafu, hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili, na wa roho pia uko. Amen. Tuishie hapo. Umesikia hiyo? Hayo ni maandiko, sio mimi. Yanatuelekeza kutambua unauacha mwili huu, na ndio njia pekee ya kufa. Ila kuna wakati utatokea Yesu atakaporudi,
kuja kuwafufua waliokufa. Na siku hiyo hiyo wale ambao wamemwamini wamejitenga na dunia na roho ya Mungu iko juu yao, kwa maana itapigwa parapanda juu ya mawingu. Mimi kila nikipanda ndege naangalia yale mawingu, nasema iko siku nitakuja kukutana na Bwana hapa mawinguni. Kwa hiyo kama mtu amekufa, usifikiri akienda makaburini ndio mwisho. Maandiko yanasema atakaporudi, kabla ya hao walio hai, anawafufua walioko makaburini kwanza. Na ukisoma maandiko, siku ile Yesu alipokufa, akazikwa, akafufuka, tunasoma kuna watu walifufuka siku hiyo. Wachungaji mnakumbuka kuna miili ya watu ilionekana mjini na watu wakawaona kabisa, wakazagaa, muda si mfupi wakatoweka. Yesu siku hiyo alipokufa akafufuka, alikuwa anahamisha watu. Kwenye Agano la Kale ilikuwa watu wakifa maskani yao yalikuwa chini. Kule kuzimu kuligawanywa sehemu mbili. Wakosaji na wenye dhambi walikuwa chini, wale wenye haki walikuwa juu kidogo. Lakini akiongea kule, huyu anaweza kasikia. Tunasoma habari za nani? Za Lazaro na yule tajiri. Lakini siku ile alipofufuka Yesu, aliwahamisha watu wanaokoka wasiwe wanaenda chini tena kukaa karibu na wenye dhambi. Wakahamishiwa maskani yao sasa ni juu, panaitwa paradiso. Wako huko. Hivi tunavyoongea, Madede amejiunga huko. Kama leo ameruhusiwa kuja kuhudhuria mazishi, inawezekana yupo, lakini hawezi kuongea na sisi, maana ameingia kwenye fahari nyingine, ana mwili mwingine. Unajua tunapoelimisha hivi wachungaji, tunasaidia jamii iache kulia kwa uchungu na kuumia na mpaka kufa kwa pressure. Si ndio? Mimi nimekaa hapa Iramba miaka zaidi ya 40. Nimehudhuria na ifahamu ile misiba ya mwanzo, na nilikuwa naenda kila mahali. Nilihudhuria msiba mmoja Kinambeu, sijausahau. Unaombolezwa Kinyiramba ya asili. Wamama wamejifunga vitenge kama wamefanya kama vile bukta. Inaitwa pyumbu. Asante sana kijana wangu. Huyu ni Mnyiramba wa kisasa. Wewe mama Kibiriti, umetangulia hata nini inaitwa? Pyumbu ni hili la kufunga hapa tumboni. Lakini huku wanasema kwamba kukebata. Pamoja na hiyo ilikuwa unafunga hiyo, pamoja na hiyo nini? Unafunga. Wanaomboleza misitari. Mchungaji Mazinzi ndio kuiona. Wewe ndio umeiona. Misitari. Alafu kuna kiongozi wanaenda kama gwaride. Wakifika kigeuka kule kwenye mlango, kwenye mpongolo wanaitwa nila, anageuza ndani. Hawaongei na mtu. Wako akilia mtu mmoja anaenda kupokelewa, alafu anakaribishwa na huo msafara. Wanamwambia marehemu alikuwa anakaa hapa, alikuwa anapenda kufanya nini hapa, anaongezewa uchungu, anapambishwa. Watu wanalia mpaka wanazimia. Kwa kuhubiri Injili, kwa kusema maneno ya Mungu kwenye makusanyiko kama haya, watu wanabadilika. Wanafahamu tunatoka wapi, tuko wapi, na tunaenda wapi. Haleluya! Ndio kazi yetu wahubiri. Sema amen. Bunge mmoja wakoto alikuwa kuniambia, mchungaji, nimekuona na watu wengi Dar es Salaam, maelfu ya watu, si uwe mbunge? Nikamwambia ubunge ni kazi ndogo sana, siwezi kuhubiri Kenya wala Uganda. Nitabaki Iramba, tena Iramba magharibi tu, kakipande kadogo kama kaka Mwiguru, kadogo. Hakatoshi ila kana hela. Ndio hatukatai. Hela kanayo.
Lakini injili sisi tunabarikiwa pole pole kama moto wa makaa, kwamba baraka zimekuja nyingi, utajua utakuja kujikuta huko vizuri tu. Na watia moyo wachungaji, kama mnakula ndani msikate tamaa, kuna mambo mazuri mbele yenu. Semeni amen. Sasa basi, mwanadamu anapozaliwa huwa kuna vitu viwili anakuja navyo ndani ya nafsi yake. Kuna kitu wanaita wasomi natural ability, uwezo wa asili. Huyo mtu anazaliwa nao. Ndio watoto wanakuta wanalia wazazi hawalali. Ni mtu mwenye uwezo wa asili. Kwenda ni kiongozi, anahubiri, anasema, huo ni uwezo wa asili. Alafu kuna nyingine, kitu cha pili, anakuja na tabia ya asili. Characteristics ability, uwezo wa tabia yake ya asili. Tabia ni tofauti. Unanipata? Hivyo vitu mtu anazaliwa navyo, anakuja navyo. Akija duniani anapokea kitu kitaalam kwa lugha ya Biblia ya asili inaitwa logos, yani neno la Mungu ambalo halijagoshiwa. Analisikia hilo, na akilisikia inapaswa apate nguvu nyingine ambayo ni nguvu ya Mungu, inaitwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hapo ndio Wakristo wanakujaga kupishana, wengine wanakubali, wengine hawakubali ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Hizo mbili anazipata duniani, neno na Roho ya Bwana. Akiwa mtu mzima, akubali yeye mwenyewe, aamue yeye mwenyewe bila kulazimishwa, ni hiari. Ndio maana hata Mungu alipomumba Adam akamwambia, hii miti yote waweza kula isipokuwa nini? Mti wa katikati ya uzima. Watu wengine wanasema, kwa nini Mungu hakumfunga? Kwa nini hakumzuia? Mwanadamu ameumbiwa hiari. Unaweza kaamua kufanya au Kwani wanawake wangapi mnataka kuolewa na mtu mtaki? Hamjawahi kukataa. Tunasema simtaki. Wazazi wanakana sema simtaki. Hiyo ni hiari. Na wakiamua kupendana waoane, hata mpinge ukoo mzima atachukuliwa tu. Niseme nisiseme. Nasema mimi baba yake nimesema, mimi mama yake hatumtaki mtu huyo, itakwenda. Niliwahi kuona Dar es Salaam mtoto wa lecturer wa chuo kikuu ameolewa na kijana machinga wa mitaani Sinza. Anasema nimempenda. Wazazi sema mtoto na tuaito, najua tunaweka status ili mtoto asiende kwenye mazingira yasiyofaa. Mungu akitaka huyo masikini amchukue mwanao, atamchukua tu kama kondoo aliyeibiwa na chui na mbwa mwitu, atakwenda. Amempenda. Hiyo wazazi muwage mnajua, msio mnafia mambo yasio ya lazima. Hiyo ni hiari yake mtu. Sema amen. Samora yuko hapa, nitaka kumuoa mke wake huyu, anampenda kweli. Ambaye mdogo wake na mchungaji Kitibu. Watu wakaanza kupinga, Samora akasema nafuu kumkosa huyu, nafuu nife. Mimi nakumbuka alisema. Tukasema jamani, kwetu ushindani mbele. Na kweli nilikuja kujua Samora na mikiki yake, kama sio huyo mama, na vile hata kanisani angeshaondoka. Si msaada. Amemsaidia sana. Kwa hiyo mtu akipenda amependa. Leo nakushauri kwa uamuzi wako huo, hata kama ukoo wako hakuna mlokole, amua kuokoka. Waseme wasiseme, amua, kwa sababu utaisalimisha roho yako na utakuwa salama kwa Yesu. Haleluya. Ndio maana Madede alipookoka alikuwa mfanya biashara. Mimi nilikuwepo wakati huo. Nilikuwa Singida. Alikuwa anaishi Singida. Akachoma maboksi ya sigara ya dukani. Akaambia hiki sio kitu, kinaua afya za watu. Akayatoa hadharani, yakatiwa moto. Watu walilalamika mji mzima. Na Madede akaamua kumshika Yesu na kumhubiri, wala hakuna lililompata
mpaka kifo chake cha mapenzi ya Mungu yalipotokea, kama hivi leo ambaye tuko mahali hapa mchana wa leo. Amua. Mimi niliitwa na mashehe wengi waliokuwa wananipenda. Nilikuwa kiongozi mwanafunzi wa madrasa. Mimi ndio naongoza kwenda kwenye maulidi. Nilikuwa nikisoma, watu wanapenda. Paka mama yangu akanipeleka kwa mashehe, akawaleta, akaniambia usipoamua leo niko tayari kutafuta sumu nikuwe. Nikamwambia we bibi, leta hiyo sumu, mimi nitakula, itakuwa protein, maana Yesu yuko ndani yangu. Simwachi Yesu. Nikwambie neno, mmoja wao hawa mashehe tukaja kuonana siku moja. Nilikuwa natoka Nairobi muda wa saa 10. Tukakutana. Yuko hapo, nikamwona, nikasimama. Kamwambia nakusalimia mwalimu wangu. Tukaongea. Akaniambia ndio wewe? Kaangalia gari yangu. Umetoka wapi? Nikamwambia nimetoka Nairobi. Akaniambia ningekuwa bado kijana ningekubali hii dini yako leo. Nikamwambia sio dini nilionayo, Yesu yuko ndani yangu. Akaniambia mwanangu, nina wanawake wengi, watoto 50. Hivi nikiamua nitaweza? Nikamwambia kwa Yesu yote yanawezekana. Akasema kumbe hatukujua, tungejua tusingekupinga. Na kuna watu ambao bado leo wanatukana wokovu. Na mwanadamu ni wajabu, akila akashiba wali maharage, akashiba sawa sawa, yuko tayari kutukana Mungu. Na alichoshiba ni maharage tu. Wapo hawapo. Anadharau. Ndio maana mabaya yanatupata duniani, ili tulie, ili tufadhaike, tuache kutukana mambo ya Mungu. Kwani ulokole ni nini? Nimechoshwa. Hao wanatukana kwa neema ya Bwana, baadaye wanakuja tunaomba, wanatapika vitu ambavyo hatuvijui. Wengi sana tunawatapisha kila siku, kumbe yale majitu yaliyoko ndani ndio yalikuwa yanapinga kuokoka kwake. Lakini tumepewa mamlaka na nguvu, tukisema toka kwa jina la Yesu, wanatapika hayo majitu, wananyenyekea, wanampa Yesu maisha yao. Na hivi tunapohubiri, wapo wenye mapepo wamechukia. Hauko peke yako rafiki. Njoo tuyatoe. Siku hizi kwenye misiba tunawaita watu wenye shida na tabu mbalimbali. Kweli wanatoka wanapona. Haleluya. Haleluya. Hata hivi karibuni kwa nimemtuma tu kijana wangu, yuko hapa. Kwenye alikuwa mshirika wa Madede, amefariki pale Milangani. Akaenda kahubiri, akaita, pepo zikatoka. Si mlikuwa? Pepo zikatoka. Ndio mchungaji Madede akamwambia, mwezi wa 10 nitakualika, kutakuwa na mkutano mkubwa. Jana si mkutano umefanyika pale Mambata, mkutano wa Madede. Na leo je? Huu ni mkutano wake. Alimwambia nitafanya mkutano mkubwa, na ameufanya. Na huu mkutano ni wa mhubiri Madede, na sisi wahubiri wenzake tupo. Tunaagiza rafiki, kama una majitu, na kama una majitu utajijua tu, na menyo yale hayajali dini ya mtu. Mashetani majeuri sana, hayajali eti unaitwa askofu, sijui mtoto wa askofu yanaingia. Hayaogopi hata nyumba za wachungaji. Ukikaa vibaya unapigwa penalty tu. Kwani si kweli? Hayaogopi. Sijui hapa kwa nani tumetoa mapepo mpaka kwa mawaziri, kwa mabalozi. Huko ndio yanapenda, yanakaa huko. Kuna vijana leo hawaambiliki, wanadharau wazazi wao, wakaidi, wavuta bangi, hawashiki. Masichana mengine hayataki kusoma, yanataka kufanya umalaya. Wazazi wanalia. Mzazi usilie, mpeleke akaokoke. Shida na wewe mzazi utaki kuokoka, na mtoto wako utaki afanye dhambi. Sasa kama utaki afanye dhambi, mwache aokoke. Kama utaki aokoke, mwache achape dhambi. Wani hayo tu. Mlete kwa Yesu. Na hitimisha hivyo, na kuelezea
muda wangu umeisha. Amua. Injili yetu tunafariji, injili yetu tunawaelewesha watu, injili yetu tunaombea watu wenye shida, kwa sababu ni Yesu ndiye anayefanya. Wapendwa wetu, wa imani yetu na wasio wa imani yetu, Yesu anaokoa. Amen. Yesu ni Bwana. Paulo anawaambia Wathesalonike, kufumba na kufumbua, tutafufuka na parapanda italia. Wale wanaomkubali Yesu watafufuka, watakwenda pamoja naye. Akasema sasa farijianeni kwa maneno haya. Haya ni maneno ya faraja, kwamba Madede hajafa, Madede yu hai, yuko ng'ambo ya pili. Wengine wanasema unajuaje? Ukiri wake. Maandiko yanasema katika Warumi 10:9, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, ukiamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Simple like that. Rahisi sana. Mimi nilipoanza kusema nampenda Yesu, nikaanza kujikuta nakaa vizuri. Nampenda Yesu, nikaacha sigara. Nampenda Yesu, matusi yakaisha. Nampenda Yesu, tabia ambayo ikaanza kuondoka. Watu wakaanza kusema, huyu amebadilika. Na mimi najisikia vizuri. Hakuwa hivi huyu. Na mimi naona sawa kabisa. Unabadilika kwa kusema wewe mwenyewe. Mbona vyama mnafikiri? Ukianza kusema mimi ni CCM, kwa nini unaanza kuwa CCM? Unaanza kuwa wa kijani na njano. Kwa kusema tu. Ukianza kusema mimi ni Chadema, kwa nini unaanza kubadilika? Unaanza kuvaa kaki. Unabadilika kwa kuwa unasema kwa kinyachoka mimi ni Chadema. Unabadilika. Ukisema mimi ni Muislamu, ukaanza kuiga Kiislamu. Baada ya kofia na kanzu na nini kusujudu. Mimi nilikuwa na alama nyeusi hapa, siku hizi imeisha. Unakuwa hivyo kwa kukiri. Na ukikataa kuwa sio Mnyiramba, kweli watu wanakuacha. Sisi tuna Mnyaturu yuko hapa anajiita simtaji jina lako, wani mwandishi wa habari. Anajiita yeye ni Mkinga. Yeye anafuata historia ya zamani walikotoka mababu. Na kwa hiyo kwetu tunamwambia wewe Mkinga, wewe kaa huko wewe Sanga wewe. Lakini Mnyaturu wa kwetu anaishi kwa historia. Kukiri. Usipomkiri mtu hawi wa kwako. Ndio maana niko na mkiri mke wangu. Na mimi namfundisha, naambia unasema mbele ya watu mimi ni mke wa Yona Suleiman. Unasema, unaongea na anakuwa hivyo. Hata watoto hawa hapa walikuwa wanamkiri baba yao, wanamuita nani? Shujaa. Tunasema ni watoto wa Madede. Kukiri. Kubali kukiri Yesu. Watu watakuja kujipendekeza siku ya mwisho. Maandiko yanasema watalia na kusaga meno. Sasa suwaje tatalia nini kuja kusaga meno? Wakati nafasi mimi nilipoamua kumkiri Yesu, nimetukana, nimedharauliwa, nimetupiwa mapepo, nikayashinda. Na nilipoamua kuyashinda mapepo, nikauliza Tanzania wapi yako mengi? Nikaambiwa Zanzibar. Nikaenda Zanzibar. Nikawa nahubiri Zanzibar. Nikawa naombea watu wanainuka. Kumbe siku hiyo hivi vitu vilikuwa bado. Yapo mnamoiona hiyo ni TV. Vijana wa Madede nimeileta wenyewe, wala mtahitaji kuharamia. Kwa hiyo hapa tunapoongea mambo yako mawinguni. Wewe utafuta tu kwenye mtandao. Msiba wa Madede tumeuweka kwenye satellite. Tunamheshimu, semeni amen. Nikaanza kuhubiri. Nilipokuwa nahubiri jioni moja Zanzibar, wamama wawili waliovaa baibui wakaletwa na viti vya magurudumu, wheelchairs, mbele ya macho yangu. Nikaona wameinuka. Na mimi mwenyewe mhubiri nikashangaa. Mimi mwenyewe nikashangaa kwa mara ya kwanza viwete wanatembea. Kumbe wanachukua picha, wakampelekea Mheshimiwa Salimini. Wakati huo alipoona akasema mhubiri yule mpeni radio. Ndio radio ya kwanza kuhubiri Tanzania, Zanzibar. Kwa sababu viwete wametembea. Unaona hiyo? Nikaona Yesu ni mwanaume, pepo sisemi. Kwa naanguka nusu ya mkutano. Wana pepo. Zanzibar leo ukienda makanisa yamejaa na Yesu anahubiriwa. Ukiona watu ni wakali, wanatamani kuua wenzake, hao wana pepo.
Haleluya! Mimi nimehakikisha hiyo. Niliwahi kuvamiwa na majambazi wanamtutu ndani ya nyumba, wakaingia, nikazuia mlango, wakapiga jiwe, wakamimina risasi. Nikahesabu nguo niliyokuwa nimevaa, ile night dress ina risasi 9, ukutani kuna risasi 9. Watu wengi walienda kuangalia na waliandika kwenye magazeti. Nikadhani labda sio risasi. Nje watu wawili wakapigwa wakaanguka. Mmoja nikaenda kumwombea kwenye emergency kule Muhimbili. Mwingine nikakuta amekufa, amepelekwa kule. Hao nao wanahitajika kwa Yesu. Sio chungaji ukiona analoga, toa. Ulikuja hapo kijijini kumtafuta nani? Si wenyewe. Wape neno wabadilika. Na wapo wengi. Na hivi nikiongea wengine moyo wanasema mchungaji shia hapo imetosha. Mungu wa mbinguni anatuokoa. Uko tayari wapendwa tuombe? Wewe ambao una shida uko tayari tukuombee? Utaona Mungu atakavyofanya leo. Wako watumishi wa Mungu hawa wana vipaji. Tutaomba na Mungu atakurehemu. Tutaomba na tutaenda kuzika kwa amani. Tutaomba na familia ya Madede itakaa vizuri. Watafuata mwenendo aliofuata baba yao, nao wataenda mbinguni. Asanteni kunisikiliza. Mungu wa mbinguni awabariki. Na tusimame.